Mambo vipi? Poa poa. Kwa uzuri kabisa. Niko fresh kabisa. Nitambulishe majina mawili. Kwa majina naitwa Faraji Hassan. Sawa. Faraji, pengine Watanzania wengi, mashabiki wa Simba na wale wanaofuatilia mpira, unajua walikufahamu wewe kutokea wapi? Nafikiri walinifahamu pia kutokana na mechi ya Simba Senior ya CRDB Cup FA. Niliweza kuperform na nikaonyesha dhidi ya Simba. Simba dhidi ya Kiliwanders. Mchezo wa KMC. Mchezo wa CRDB Cup. Ndio walikufahamu hapo. Simba ndio walifanya. Kwa nini walikufahamu? Kikubwa nilichoonyesha katika mechi yao na niweza kuonyesha performance nzuri dhidi yao. Ndio maana mpaka leo niko Simba ya vijana. Simba Tanzania. Tuje hapa tuzungumze. Siri kubwa ile siku ilikuwa ni nini? Ni miongoni mwa wachezaji ambao walicheza vizuri sana. Siri kubwa cha kwanza namshukuru Mungu kwa sababu bila Mwenyezi Mungu katika siku ile nisingeweza kuperform, na pia nilikuwa fit na nilifanya mazoezi na nilikuwa na confidence ambayo niliweza kujiamini, ndio maana nikacheza vile. Mashabiki wa Simba walikufurahia, walikushangilia, ulihisi ulikuwa na deni kwao? Hapana, sikuweza kuwa na deni kwa sababu pia katika mechi ile nilitoka nikapata pongezi nyingi sana, wazazi, makocha, mashabiki pia, nikajiona nimeweza kuperform vizuri. Sawa, turudi sasa. Umekuja Simba walau kwa uchache, timu ambayo ulicheza against wao, umekuja umejiunga nayo, tueleze maisha kiufupi kidogo, lakini mzunguko wa kwanza ulivyokuwa na huu mzunguko wa pili. Maisha kiufupi Simba nimeweza kuenjoy kwa sababu ni maisha ambayo nilikuwa natafuta kuja kwenye kuwa katika sehemu ya kuelekea katika kuwa pro. Ni maisha mazuri, na pia katika mzunguko wa kwanza na wa pili pia tumeweza kucheza mechi 6. Katika mechi 6 hizo nimeweza kuperform mechi 2 na nimeweza kuonyesha kwa makocha, na raundi ya pili na tunaenda kumalizia katika mchezo wa kesho, na mchezo wa kesho kutwa, na nitaamini sitaweza kuangusha mashabiki wa Simba, na mimi pia nitaweza kuperform mbele ya kocha na benchi zima la ufundi. Tuje kwenye hiyo mechi ya kesho. Ni mechi muhimu kwetu. Tukipata ushindi tunakwenda moja kwa moja kwenye 8 bora. Tunacheza dhidi ya Singida tukiwa katika uwanja wa nyumbani. Mechi ya kesho ina umuhimu, na pia tunaamini kesho tunaweza kupata matokeo kwa jinsi tulivyojiandaa, technical bench walivyotuandaa, na tunaamini tunaenda kufanya makubwa katika siku ya kesho. Tutaweza kuangusha mashabiki wa Simba na tunaamini tutaweza kupata pointi 3. Tulipoteza kwenye mzunguko wa kwanza dhidi ya Singida wakiwa kwao, lakini mechi ilitokea mambo mengi ya changamoto nyingi sana. Imeongeza nguvu na morali kwenda kuhakikisha na sisi tunashinda mchezo wa nyumbani. Imeongeza nguvu kubwa sana kwa sababu tukikumbuka yale ni machungu ambayo tuwezi tena kuyarudia, kwa sababu Singida waliweza kutufanyia vitu ambavyo sivyo, na mimi tumefika nyumbani tutaweza kufanya ambavyo vizuri ambavyo kocha ameweza kutufundisha. Sawa. Mnafundishwa na kocha mwenye mafanikio, John Raphael Boko Adebayo. Ni furaha kiasi gani? Nini ambacho mnazungumza na mnajisikiaje kufundishwa na kocha mwenye mafanikio makubwa Afrika level yake? Tunajisikia furaha sana, ni kufundishwa na professional player kama John Raphael Boko. Tunajisikia raha sana, na kuna vitu vingi pia tunaiga kutoka kwake kwa sababu ni kocha mzuri. Unaona anavyotufundisha tunakuwa vizuri na tunajiandaa vizuri. Naona tunaweza tukafanya vizuri msimu huu chini ya Boko, lakini pia msimu huu kwenye mashindano. Tunaona mengi pia kwa sababu toka amejiunga tunaona mazuri pia uwanjani, na tunaamini tutaenda kufanya makubwa kwenye msimu huu. Tunavyoenda naamini tutapita pia, na ni bora pia tunaweza kufika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Walau kwa uchache, Boko ni mwalimu na ni kocha wa namna gani? Boko nikizungumzia ni Boko ni tactical coach, yani kwamba ana kila kitu, yani ana consistency nzuri, muendelezo mzuri katika mazoezi. Naamini pia kaendelea kubaki na vijana, kaendelea kubaki na sisi pia tutaweza kufanya vizuri zaidi. Shukrani sana. Asante sana. Mambo vipi? Fresh. Uko vizuri? Niko poa. Sawa, unaitwa nani majina yote mawili? Kwa majina anaitwa Salum Jeremia. Sawa. Salum, tueleze maandalizi kiujumla kuelekea mchezo muhimu wa kesho dhidi ya Singida. Maandalizi yetu ni hapo vizuri. Sisi kama Simba tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuwakabili hao Singida. Kwa namna ambavyo Singida tulicheza nao mechi ya kwanza, unauona au unaoangalia utakuwa ni mchezo wa namna gani hiyo hapo kesho? Mchezo utakuwa mzuri kwa tulivyocheza nao hapo mwanzo. Singida ni watu ambao wanacheza mpira vizuri, lakini sisi kama Simba tunaahidi tunaenda kupambana kwa ajili ya kupata ushindi hiyo siku ya kesho. Sawa. Kwa maandalizi yetu yalivyo na wachezaji jinsi mlivyo, mnaona tuna hiyo morali na hali ya kuhakikisha tunaenda kushinda huo mchezo? Morali ipo, hali ya kupambana ipo, kwa tunawaahidi kama Simba, sisi kama Simba tunaenda kupambana hiyo kesho, tunaondoka na ushindi hiyo siku ya kesho. Tutoke hapo, tuje kiujumla sasa. Timu yetu tangu msimu umeanza
hadi hivi sasa. Nakupa nafasi ya kuzungumzia tulivyoanza hadi mzunguko wa kwanza unaisha, tumekuja mzunguko wa pili, hadi hivi sasa tupo kuelekea ukingoni wa mzunguko wa pili. Nakupa hiyo nafasi, zungumzie timu kiujumla. Timu yetu kiujumla ipo vizuri toka tumeanza mzunguko wa kwanza mpaka tunakuja mzunguko wa pili. Ni mapungufu machache ambayo yanarekebishika. Kwa sisi kama Simba, tena narudia kusema hivyo, tunaahidi tunapambana na Nebola tunafika, na ahidi na ubingwa tutachukua. Unaona huu mzunguko wa pili tunamaliza vizuri na kwenda na Nebola tukafanya vizuri na kwenda kwenye hatua za mbele zaidi. Na Nebola tunafika sisi kama Simba, na Nebola tutafika, na tunaahidi tena tunapambana, ubingwa lazima tuchukue msimu. Position gani unapenda kucheza zaidi? Midfield namba 6. Midfield namba 6. Sawa, hongera. Tuje kwenye swali lingine pia. Unafundishwa au mnafundishwa na kocha ambaye amecheza kwa mafanikio. Hilo mnalionaje? Ni raha kiasi gani na nini ambacho mnakizungumza sana nyinyi wachezaji kwa kufundishwa na kocha ambaye amecheza kwa mafanikio kwa maana John Boko? Kwa upande wetu sisi kwanza kinatupa furaha kufundishwa na mtu ambaye kiujumla ana mafanikio makubwa, Tanzania nzima inamjua. Kwa kitu kikubwa sisi tunajifunza vingi kutoka kwake, nje ya uwanja na hata ndani ya uwanja tunajifunza vingi. Hicho kinatusaidia sisi pia. Sawa, shukrani. Asante.